Kwa jina naitwa Namboto Hamisi Juma, mkazi wa Bumbwini Misufini. Changamoto zetu kutokana na hospitali yetu, kwanza ni upungufu wa madokta, na la pili vifaa tunakuwa vipungufu, tunavyo lakini vipungufu, na la tatu dawa zinakuwa haba. Unaweza kutoka huko umekuja kufuata huduma hapa, ukifika tunaweka foleni kwa wingi. Ukiangalia dawa tunayopata ni Panadol, dawa nyingine zinakuwa hafifu. Sasa tunachokiomba sisi tuongezewe dawa, tuletewe kwa wingi, na vifaa pia vifike kwa wingi. Kupata hii elimu kwa siku ya leo tumejisikia vizuri, tunashukuru sana, na tunaomba mwe mkija mkitutembelea mara kwa mara ili mjue matatizo yetu. Tatizo letu kuu ni sisi tunalotusumbua kina mama wenzangu, wengine wanaogopa kuja hospitali, lakini ninavyowaomba wafike kwa wingi hospitali wanapopata na changamoto yoyote. Naitwa Abdulhamid Machano Makame kutoka Bumbwini Misufini, naishi mtaa wa Bwaga. Kikweli swala la uzazi wa mpango ni swala bora sana, kwa sababu hata dini pia imetuhusia kufanya hivyo, na pia tunawezesha vizazi vyetu kukua kwa vizuri na kupata afya iliyokuwa bora kwa wazazi pamoja na watoto wao. Kweli kuharibikia kwa mimba ni jambo ambalo linatokezea bahati mbaya, na tunawashauri kwamba wafike katika vituo vya afya ili mradi kupata chochote kutoka kwa wataalamu wa afya, kwa sababu mtu ndo akifanya matibabu yake mwenyewe kibinafsi kwa nyumbani hawezi jua jinsi gani ataharibikiwa katika mambo yake ya uzazi. Kwa majina naitwa Samira Suleiman Mihayo, mhudumu wa afya ngazi ya jamii. Lengo la haya mafunzo ni kuhamasisha wamama kuweza kuhudhuria clinic mara tu pale wanapoharibikiwa kwa mimba, na wanapopata dalili zozote zile baada ya kuharibikiwa kwa mimba, tunawashauri wafike katika kituo cha afya ili kupata huduma hizi za kuharibikiwa mara tu baada ya kuharibikiwa kwa mimba. Changamoto ambayo ipo kubwa ni ushiriki wa baba kwanza kukataa kutumia hizi huduma za uzazi wa mpango. Hii ndio changamoto kubwa ambayo inaongoza, na changamoto nyingine kwamba kukosekana ultrasound katika kituo chetu cha Bumbwini Misufini. Maana wanaweza wakaja wamama wakahudumiwa vizuri, wakapewa vidonge, lakini wakakosa huduma ya ultrasound. Kwa hiyo hii ni changamoto pia katika kituo chetu cha Bumbwini Misufini. Kwanza kutuletea madaktari bingwa ambao wanaweza kutusaidia kwenye swala la ultrasound, pia kuweza kutuongezea wafanyakazi katika kituo chetu. Manake akifanya unaweza ukaja daktari hapana, ukapewa rufaa panga tupu. Sasa ukipewa rufaa panga tupu, inakuwa wakati hapa daktari hawepo, inakuwa shida kwa mama kumpeleka panga tupu wakati hapa ni kituo cha karibu. Kwa hiyo tuongezewe madaktari na hivyo vifaa kama ultrasound iwepo hapa kituoni kwetu. Naitwa Mohamed Ahmed Isa, ni mkurugenzi kanda taasisi ya Piro ambayo ni The Popular Inspiring and Relief Organization. Ni taasisi ambayo imejikita kwa ajili ya kuhamasisha na kutoa elimu mbalimbali ikiwemo elimu ya afya ya uzazi. Lakini pia kwa upande wa Kaskazini B tuna miradi ambayo inakwenda kuwasaidia wananchi katika swala zima la afya uzazi na elimu baada ya kuharibika kwa mimba. Miongoni mwa elimu hiyo ni kuwafikia wanajamii kwa ajili ya kuwapa elimu na namna kuvitumia vituo vya afya na huduma rafiki kwa ajili ya kupata huduma za afya ya uzazi na huduma baada ya kuharibika kwa mimba. Lakini tukiwemo katika harakati hizi za utoaji wa elimu, jana tu tarehe 5 tuliweza kusikia kauli ya Mheshimiwa Katibu Mkuu wa Wizara ya Habari ya Wizara ya Vijana, Ajira na Uwezeshaji, akizungumzia swala zima la uwepo wa siku ya vijana duniani ambayo kikawaida inaadhimishwa kila ifikapo tarehe 12 ya mwezi wa 8. Lakini pia moja ya kitu ambacho alichokipendekeza ni kwamba kwa siku ya tarehe 6 itakuwa ni siku ya vijana na afya. Kwa hiyo sisi kama ni wadau wa afya, leo hii tumejumuika na vijana na taasisi mbalimbali kwa ajili ya kuadhimisha siku hii kwa kuandaa mafunzo maalumu ya kuwawezesha vijana na wanawake katika swala zima la elimu ya afya uzazi na elimu ya huduma baada ya kuharibika kwa mimba. Lakini pia tuliweza kutoa elimu ya afya akili kuweza kuona namna gani vijana na wanawake wanaweza kupata hii elimu ambayo itawasaidia katika majukumu yao ya kila siku. Ni katika changamoto ambazo tumezikuta katika utoaji wa elimu na mafunzo haya ambayo tunaendelea kuyafanya.
moja changamoto ambayo inawakabili vijana, mojawapo ni uwepo wa vituo hivi vya afya mbali na maeneo ambayo vijana wanaishi. Lakini pia baadhi ya vituo kama kituo cha Bumbwini Misufini ambapo leo tulikuwepo na tulikuwa tunatoa hii elimu, kweli kuna baadhi ya changamoto kama mojawapo ya ukosefu wa ultrasound, lakini pia baadhi ya madaktari wanaingia kwa shifti, kwa kweli inakuwa ni shida sana kwa vijana. Lakini pia kuna baadhi ya huduma mpaka upewe rufaa utoke hospitali ya Bumbwini Misufini na kuelekea hospitali ya wilaya Pangatupu. Ni hali ambayo kidogo inapelekea nguvu vijana kuona kwamba hii ni changamoto. Lakini changamoto nyingine ambayo vijana wanaendelea kukabiliana nayo ni namna ya mifumo ambayo ipo katika vituo vya afya. Kidogo imekuwa ni mifumo ya changamoto. Vijana wakifika naambiwa hautambuliwi au mfumo haukujui. Kwa hiyo hii ni changamoto mojawapo ambayo vijana inawafanya washindwe kufika katika vituo vya afya. Kama Piro tunadhamiria kuzichukua changamoto na kukaa na wadau mbalimbali wakiwemo Wizara ya Afya na kupitia kitengo cha IRCH ili kuona kwamba hizi changamoto zinapatiwa mwarobaini wake, lakini pia kuwashirikisha wadau wengine kama wadau ambao wanafanya masuala mazima ya kutoa elimu, lakini pia kutoa huduma, lakini pia kuishauri serikali kuweza kuona namna gani tunatatua hizi changamoto na kuweka mazingira rafiki kwa vijana ili waweze kupata huduma zinazostahili.